Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba na ripoti kamili kutokea hapa Membe ambapo kuna utekelezaji wa ujenzi wa bwawa la umwagiliaji. Kamati ya kudumu ya Bunge hesabu za serikali PIC imefika hapa kufanya ukaguzi wa ujenzi wa mradi huu wa bwawa hapa Membe. Na hapa kamati inapokea taarifa kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Raymond Mndorwa. Maji hayo yaweze kutumika kwa kilimo cha umwagiliaji, kutekeleza dhima ile ya serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya kuwawezesha wananchi waweze kupata kilimo cha uhakika kwa kutumia maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujazo wa bwawa hili litakapokamilika ni mita cube milioni 12 ambazo sawa sawa na ujazo wa bilioni 12. Maji haya yataweza kumwagilia zaidi ya hekta 2500 ambazo zitawanufaisha wakulima zaidi ya 1500. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza mradi huu unaenda kugharimu, kwanza mradi huu uliasisiwa 2022-23 na upo katika hatua za mwisho za ukamilishaji wake. Mradi huu gharama yake ni bilioni 16 milioni 424,620 pamoja na ongezeko la thamani, yani VAT. Namba ya mradi kwenye ripoti ambayo nimewapatia Mheshimiwa Mwenyekiti ipo. Eneo la mradi ni kata ya Membe, wilaya ya Chamwino. Mtoa fedha ni serikali kuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwajiri ni mkurugenzi mkuu Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Kampuni inayojenga ni ya Kitanzania na Kuro Investment Company Limited iliyopo Dar es Salaam, na mhandisi wa umwagiliaji mkoa Dodoma. Mradi ulianza tarehe 8 mwezi wa 8 2022. Kukabidhiwa eneo la mradi ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 8 2022. Muda wa mkataba ni siku 365. Muda wa awali wa kukamilika mkataba ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 8 2023. Muda wa sasa kumaliza mradi ni tarehe 11 mwezi wa 7 2025, na mwisho wa muda wa uangalizi itakuwa tarehe 17 2026. Malipo ambayo tumekwisha yafanya mpaka dakika hii ni bilioni 10 milioni 629,209,553. Hatua za mradi huu mpaka tarehe 1 mwezi wa 9, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni 88% kutokana na hali mbalimbali za utekelezaji. Nikienda kwenye ukurasa 3, ujenzi wa tuta mita 490.1 uko 92.5. Ujenzi wa ukuta wa zege 91.1. Ujenzi wa utoro wa maji 81, kule ambako tulianzia Mwenyekiti. Ujenzi wa ulinzi wa bwawa kupanga mawe 87. Ujenzi wa mfumo wa kutolea maji 92. Ujenzi wa birika la kunywea mifugo huwa hujaanza kwa sababu tunakamilisha kwanza kazi ya eneo la utoro wa maji, and then tuende tukatekeleze hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kawaida ripoti zinazoandikwa huwa zinaandikwa na vitu vinavyoitwa changamoto. Mimi sio mpenzi wa changamoto, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ndio maana niko hapa. Changamoto zimeletwa ili tuweze kuzitatua na kuweza kutekeleza miradi ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umepata changamoto kubwa mbili ambazo hizi ningezizungumza kiuhalisia. Ya kwanza ni mvua nyingi. Kuna muda mrefu tulisimama kutekeleza mradi, na ndio maana umeona hapo kwamba muda wa mradi ambao tulikuwa tumetarajia umeweza kusogezwa mbele kwa sababu hiyo. Lakini ya pili, katika kuboresha mradi kuna vitu vichache ambavyo ilibidi tuvibadilishe ili kufanya mradi huu uendelevu na uweze kutumika muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maji haya ambayo yatakusanywa hapa yatawanufaisha watu wa Membe na wale ambao ni zaidi ya Membe. Ni maji mengi na tunahakika kwamba wataweza kulima zaidi ya mara 2 katika mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inatekeleza miradi mingi sana. Leo umekuja kutembelea huu mmoja wapo. Mabwawa kwenye awamu ya kwanza 2022 yalikuwa mabwawa 14. Mabwawa yote yana wakandarasi hapa tunazungumza, na ukichukua kwa asilimia mabwawa 14 ambayo tulianza nayo yako zaidi ya asilimia 60-70 ya utekelezaji wake. Ni matarajio yetu mwaka huu ambao kidogo mvua zimepungua, tutaenda kuyakamilisha mabwawa hayo na thamani ya fedha ambayo imewekezwa na serikali iweze kuonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kifupi
Haya ndio ambayo tunataka kueleza kamati yako. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji iko tayari kupokea maelekezo, mawazo, maboresho ili tuweze kukamilisha mradi huu kama ambavyo tumekusudiwa. Nao wabunge wakapata nafasi ya kuuliza maswali kuhusiana na utekelezaji wa mradi huu. Kabla haijawa tume, sasa hivi ni tume ya umwagiliaji, na wapa hongera sana. Sasa tume inaonekana, au kwa lugha ya Kiswahili cha kwetu huku Dodoma, tume sasa inaoneka. Hongereni sana. Mimi kama mhandisi nitaanza kwanza na ubora wa kazi. Nimeliangalia tuta, limejengwa kwa udongo bora sana. Na mimi macho yangu yanaona, kwa sababu wakati wa utoto nilikula sana mawese. Sina haja ya kuvaa mawani. Mmejenga kwa udongo ambao unakubalika kihandisi. Lakini naipongeza tume, hata wakati nauliza yale maswali yangu madogo madogo, unamuona injinia anasimama anakujibu kitu ambacho ni cha kitaalamu. Hongereni sana. Kwa hiyo tume imeimarishwa. Mkienda namna hii na bila kuminyana, mtafanya vitu ambavyo ni bora sana. Hongereni sana kwa hii kazi. Kwa hiyo nipongeze sana wizara, lakini pamoja na kwa hii kazi. Lakini baada ya hapa sasa nakuja kwenye ushauri. Hasa kwa ndugu zangu wataalamu. Nimeona jinsi ambavyo mmebandika mawe kwenye tuta. Hivyo ndio tunavyokwenda. Lakini ile storm ya maji unaanza kuikata kuanzia kwenye kina kule chini. Na ili uweze kuikata vizuri, inatakiwa hapa chini mtafute boulders. Boulders mnafahamu. Ukiziweka chini na wakati wa ambako bado ni accessible, na boulders zinaziona ni hizi hapa, kwa ile current ya maji mtaikata vizuri sana, bwawa litakuwa liko salama. Hii nadhani haiwezi kuongeza gharama kubwa, lakini hata kama ka gharama kadogo, nina imani kwamba tutakuwa tumelilinda tuta vizuri mno. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ya kwangu yalikuwa ni hayo, na shukuru, lakini hongereni sana, na mimi nimefurahi pamoja na utaalamu wangu. Asanteni sana. Nilipokuwa nafanya kazi Wizara ya Maji na Umwagiliaji, niliwahi kuwa mkurugenzi msaidizi wa ufuatiliaji na tathmini ya miradi. Alafu baadaye nikawa mkurugenzi wa miradi. Kwa hiyo swala la miradi nalipa kipaumbele na umuhimu mkubwa kwenye uchanganuzi wangu ndani ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianzie na umuhimu wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dodoma, maeneo haya ya wilaya za Chamwino, Dodoma na Chemba ni maeneo ambayo yana uhaba wa mvua. Kwa hiyo ni justification ya kwanza. Lakini jambo la pili, mvua wakati mwingine zikinyesha zinanyesha kwa ghafla na kunakuwa na runoff speed ambayo ina kiwango kinachozidi viwango vya kitaifa. Kwa hiyo maji mengi yanakwenda sehemu nyingine, yanawapita wananchi. Na ndio maana hata madaraja ya huku umeona, madaraja ya huku sio kama ile madaraja ya kwetu, yanakuwa tofauti kidogo. Lakini sababu ya tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, maji hapa yaliyo mengi, karibu 60%, yanatoka kwenye miinuko ya Mbulu, Hanang na Monduli. Na wakati mwingine huwa yanakuwa na speed kubwa. Kuna wakati alikuwa anang'oa mpaka reli. Kwa hiyo Rais Samia Suluhu Hassan kutoa bilioni 16 kujenga mradi huu ni kuondoa huu maskini wa maji na kuwasaidia wananchi wa hapa wajikomboe kiuchumi. Ni jambo ambalo kamati yako Mheshimiwa Mwenyekiti inabidi kuliunga mkono na kulipongeza sana. Na mimi nina observation chache sana za kitaalamu, nadhani watatujibu. La kwanza ilikuwa hilo la boulders ambao engineer Kamwelo amelisema. Na mimi ndio maana nimeteremka kwa mguu kutoka kule juu, nikateremka kwa mguu, sikupanda kwenye gari. Nimeona kwamba ile ilikuwa ni tatizo ambalo linaweza likasababisha baadaye udhaifu kwenye tuta. La pili, compaction. Katika mabwawa mengi ambayo niwahi kuyakagua mimi huko nyuma, walikuwa wanatumia udongo wa mfinyanzi kuweka compaction kule chini. Sasa hapa nimeona kidogo udongo wa mfinyanzi pengine hawakuweza kupata hapa karibu. Labda watuhakikishie wahandisi kwamba udongo uliotumika umeweka compaction ya kutosha kwenye tuta na litakuwa salama.
La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona hapa catchment haijalindwa huku yanakotokea maji. Kuna wakulima wanaendelea kulima na wengine wana makazi. Sasa je, management yake itakuwaje? Maanake management inatakiwa ianze na elimu ya kutosha, wananchi waelewe ili waweze kuhama maeneo hayo ili bwawa liwe salama na siltation ipungue. Control ya siltation ambayo wameweka kutokana na ushauri wa World Bank ni nzuri. Lakini kama shughuli za kibinadamu zitaendelea kwenye upper stream, itakuwa ni tatizo lingine. Ya tatu, kina kwenye sehemu ya kina kirefu zaidi chini ya Tutu pale ni mita ngapi kupanda juu? Itakuwa mita ngapi ili maji sasa waanze kuyaruhusu kwenda kwenye utoro? Manake kama ni mita 10, ikifika mita 10 tu wanatakiwa waruhusu maji yaende sehemu nyingine. La mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, mita za ujazo milioni 12 ni nyingi. Kumwagilia hekta 2500 tu, mimi naona kama hizi hekta 2500 ni kidogo. Na kadirio la watu 1500 ni kidogo zaidi. Kwa sababu gani? Unaweza Mheshimiwa Mwenyekiti ukampa kila mtu hekta 2.5 na ekari 2.5 ambayo ni hekta moja. Kwa hiyo tayari utahudumia watu 2500 hapo. Sasa na hizi hekta 2500 kwa ujazo wa lita milioni 12 ni hekta kidogo. Kwa hiyo hivi hakuna option ya kuweza kuongeza eneo la umwagiliaji kwa kutumia maji haya. Nashukuru sana Mheshimiwa. Kamati yetu kwanza kuja kukagua mradi, lakini kuja kuangalia mradi huu kama umeleta manufaa au utaleta manufaa kwa wananchi wetu kutokana na fedha ambazo zilizotolewa na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa taarifa ya CAG na taarifa ya mkurugenzi mkuu, mmoja amesema kwanza mradi umechelewa kwa sababu mbalimbali ambazo amestaja yeye, kwa maana kwamba wananchi wetu watachelewa kupata ile huduma kusudiwa kama ilivyokuwa imetarajiwa na serikali. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia taarifa yake anasema ukubwa wa bwawa hii ametutajia ina ukubwa gani, lakini anasema utakuwa na maji haya yatamwagilia hekta 2500. Mheshimiwa Mwenyekiti, sio hapa tu hii miradi ya umwagiliaji ukiangalia hapa tunazungumzia, amesema jumla ya mradi wote ni bilioni 16. Lakini ukiangalia jumla ya mradi sio bilioni 16. Kwa sababu gani nakwambia? Mradi unaotekelezwa wa kwanza ni wa bwawa. Lakini pili watakwenda kutekeleza mradi wa kwenye mashamba. Kwa nini tunakuwa tunaziseparate hii miradi? Kwa sababu tunapozungumzia mradi sio kuyafuga tu maji hapa tuyakute maji. Tunahitaji mradi unapokamilika mashamba yaanze kumwagiliwa, wananchi wanaanza kulima. Lakini sasa mkurugenzi mkuu, nadhani mwanzo design nadhani ilitupiga chenga kidogo. Ili wapiga na wewe? Serikali na mimi mwenyewe serikali nusu. Iliwapiga chenga. Iliwapiga chenga. Kumekuwa tuna separate katika design. Leo tutamaliza bwawa kwa bilioni 16, lakini mashamba yatakuwa bado. Kwa hiyo tutasubiri tena mradi mwingine wa mashamba. Wakati tunasubiri mradi mwingine wa mashamba, huku bwawa tena limeshatungua tuta. Tunarudi tena kurekebisha bwawa. Tukianza tena huko njia za kwenda kwenye mashamba zimefukiwa tena. Kwa hiyo mimi ni shauri Mheshimiwa Mwenyekiti na kamati yako, ili kuona thamani ya fedha, lazima hii miradi kuanzia sasa tume ya umwagiliaji iwe inaweka kwa pamoja kwenye mashamba na kwenye utengaji wa mabwawa. Kwa hiyo hapa kwenye taarifa ya mradi tuliosikia hapa ni ujenzi wa bwawa tu, lakini kwenye mashamba hatujasikia, kwa maana kwamba tutamaliza bwawa waanze tena upembuzi yakinifu kwenye mashamba. Lakini kule tulipokuwa kule amesema umeshaandaa mashamba hekta kama 1000 zimeanza kufanywa maandalizi, lakini ni sehemu ya mradi huu tungeiona kwenye taarifa yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, langu mimi lilikuwa hilo ambalo tunahitaji sana tume ya umwagiliaji. Tunajua inafanya kazi kubwa, lakini
pamoja na kasoro ndogo lazima turekebishe ili kuleta tija mapema kwa wananchi wetu. Kama tumechelewa siku 300 na kidogo kwenye mashamba, na tukija kuchelewa hatuwezi kuja kuona matumizi ya fedha yaliyo halisi. Na hii miradi, Mheshimiwa Mwenyekiti, unaona haya matuta muda wote yanaweza kuharibika. Kwa hiyo ukichelewesha tope zinajaa. Wakati mnakamilisha shamba huko kina cha maji kimepungua. Sasa mimi niombe tume ya umwagiliaji mwe mnakwenda the same na hii miradi yote. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mradi wetu, makadirio yetu ni kwamba eneo la umwagiliaji ni hekta 2500. Awamu ya kwanza ndio hiyo 1000 ambayo itaanza kumwagiliwa. Hilo ni la kwanza. Na mradi wetu huu hautamwagilia 2500 tu. Mahitaji yakiongezeka kwenye eneo la kilimo, kama wilaya, mkoa watasema kuna eneo jingine linafaa, sisi tume ya taifa umwagiliaji gravitally tutapeleka maji, kwa sababu tukumbuke bado bwawa letu liko juu zaidi ya maeneo ya kilimo. Na maji haya huwezi kujua, serikali inaweza kuamua ikafunga pampu kusafisha, wananchi wakafanya nini? Wakanywa. Hayo pia yanawezekana, ni maamuzi ya serikali, kwa sababu kazi yote tunafanya kwa ajili ya serikali. Kwa hiyo lifespan yetu ni zaidi ya miaka 20 ya mradi huu, tuakadiria 20 na 30 na 50 ndio ambao tumeikadiria bila disturbance ya aina yoyote ile. Kwa matumizi yatatokana na mahitaji, lakini sisi makadirio yetu ni kwamba kama tunataka kulima mara 2 kwa mwaka, hekta 2500, maji haya yatasustain bila shida yote ile. Na bwawa huna nafasi ya kuliongeza pale ambapo ushalijenga. Kwa hiyo na ndio maana awamu ya kwanza ilikuwa ni cube meter 500,000. Tukasema hapana, ukifanya 500,000 matumizi yakiongezeka unafanya nini? Huwezi mwenyekiti ukiwa na maji hapo kwenda kuongeza. Kwa ndio maana tukaamua kwamba basi twende kwenye maximum, halafu turudi kinyume katika maana nini ya utekelezaji. Ninaamini kabisa thamani ya fedha kwenye mradi huu itapatikana, ni wananchi tu kufanya nini? Kujitoa na kufanya kilimo hicho cha umwagiliaji. Kama nilivyosema, visima, inawezekana tume tusizimbe visima Chamwino kwa sababu maji haya tunayo. Inawezekana tukayapampu maji haya tukapeka kwenye vilima vivyo Chamwino, alafu gravitate kwenda kwenye mashamba ya wakulima. Kwa haya yote tunaweza kuyafanya kwa sababu maji tunayo. Ukiwa huna maji, hayo mawazo huwezi kuwa nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Dodoma maji yote huwa yanapita. Leo hii tunaenda kutekeleza mradi wa mabwawa 6 kupitia World Bank, mradi wa TRIP 2, na umeshapitishwa mradi huo. Unaenda kujenga mabwawa mengine 6 ya kuweza kuvuna maji ambayo miaka yote yalikuwa yanaathiri Kilosa, yanavunja reli. Na wakati tunabishana na watu wa mipango, tuliambia hata SGR kwa mvua zinazojenga kwa juu, kuna siku tusipofanya udhibiti hata SGR itakuja kwenda. Na ukipita eneo lile pale la Kilosa utaona ninachokisema ni kubwa. Kwa uvunaji wa maji ni muhimu ili asipotee na aweze kutumika kwa kilimo cha umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge hesabu za serikali anatueleza zaidi. Value for money inapatikana pale mradi utakapokuwa umefikia lengo lile, maana ilikuwa nia si kujenga bwawa tu. Nia ni kwamba mashamba yale yamwagiliwe na mazao yaongezeke. Na kwa vile watu wa Wizara ya Kilimo wako hapa, tuendelee tu kukumbushana kwamba hawa ndugu zetu watakapoendelea kulima watapata mazao mengi sana. Sijui tumewapangia utaratibu gani wa kuwapatia masoko ya mazao yao. Hilo ni jambo ambalo lazima tangu mwanzo tuliangalie. Maana Mheshimiwa DC, tumeshaona ambapo wakulima wetu wanateseka sana. Wakati wana mazao mengi mnaambiwa bei imeshuka. Sasa angalia yeye jasho lake atapata nafuu lini kama mazao mengi lakini bei ishuke, kwa anakuwa kila wakati anakuwa hali yake haimariki. Lakini niseme tu kwamba kwa vile value for money tutaipima, yani thamani ya fedha tutaipima huko mwishoni, niseme mpaka sasa hivi kwa kweli kazi mimi naiona ni kazi nzuri mmeifanya. Na kwa vile tuna maengineer hapa, naamini kwamba hii kazi kwa vile ni investment kubwa,
naamini pia matunda yake ya muda mrefu yataweza kufikisha taifa letu kwa hatua nzuri zaidi kiuchumi. Na Dodoma imekuwa ni sehemu ambayo imekuwa na ukame sana. Kwa hiyo naamini pamoja na hayo mtahamasisha kuweka vimisitu kama kule kwetu Pareni na huko kwetu kwa Hangaza Ngara huko na Bukoba yote, sie tuna miti ya kutosha. Tusikumbuke tu kulima mahindi afu tukasahau kuweka miti ya kila aina, miti ya matunda, miti ya mbao, miti ya nini, ili pia tu break ile upepo mkali unaopita katika maeneo yetu haya ya Dodoma. Waheshimiwa, kwa kweli ni washukuru wenzatu wa CAG, na kama nilivyosema mtakwenda kuverify hii figure, maana wahasibu wetu wameshaona kwamba hapa kuna kasoro. Wewe unasema vingine, mradi unasema vingine, tunaomba muweze kufanyia kazi alafu mtuletee ripoti kule bungeni kwenye kamati yetu hii. Kwa hiyo nichukue nafasi kuwashukuru nyie wote wakazi wa hapa, mmetupokea vizuri. Nashukuru waheshimiwa wabunge ambao